Ya, namshukuru Mungu, niko poa, niko salama kabisa. Ya. Asante, nashukuru. Kwanza nitumie nafasi hii kuwapongeza sana Dar es Salaam Young Africans kwa kuendeleza na hili jambo, lakini pia JSM Foundation kwa kuendeleza hili jambo, lakini Soccer School chini ya uongozi wa Dar es Salaam Young Africans. Nimefurahi na nimefarijika kwa sababu mimi ni miongoni mwa mwanachama na shabiki na mdau wa michezo ambao nilitumia nafasi yangu kushauri kupitia Chapesa Media. Nilishauri wadau mbalimbali kwa kile ambacho kimefanywa na JSM Foundation. Bado kuna nafasi pia ya watu wengine mbalimbali kuona haja ya kuja kuongeza, tupate wachezaji wengi na vipaji vingi vizuri, kwa sababu inakumbukwa wazi kwamba JSM Foundation wamehitaji wachezaji 30 tu ambao wanaweza wakawalipia kwenye Soccer School. Wanahitaji vipaji vya wachezaji 30 tu. Nikasema kwamba kama yako makampuni mengi mbalimbali, wako wadau mbalimbali ambao wanaweza wakasapoti na wao kama alivyofanya JSM Foundation, wakachukua wachezaji takriban 30, 20, 10, 10 na ngapi, wakawalipia na wao Soccer School, ingependeza zaidi sana. Leo hii tumeona kwa mara nyingine imefanyika hapa, mazungumzo yameendelea hapa, ikiwa ni Soccer School ikishirikiana na M1. Unaweza ukaona hapo M1 wameshirikiana kwa lengo la kuibua tena vipaji vingine kutoka mtaani. Leo hii tumeambiwa kwamba kuna siku mbili sasa, nafasi ya wale ambao wanamiliki vituo vya wachezaji au vituo vya vijana wadogo chini ya miaka 17 wenye vipaji vyao ambao wako mtaani. Kuna watu ambao wana academy, kuna watu ambao wana vituo vyao binafsi, wamepewa nafasi sasa wao kuja kuleta vijana wao kwa ajili ya kuja kushindana sasa na wale vijana walioko Soccer School. Kwa hiyo waje wapambane, tuangalie ni nani ambaye atakuwa na kipaji kizuri na yuko mtaani. Kwa hiyo kama watakuwa wana wachezaji wengi wazuri, iko nafasi ya wale wachezaji pia kupata nafasi ya kupata nafasi Soccer School, lakini pia vile kupata nafasi ya kuendelezwa vipaji vyao kakiwa katika sehemu ambayo itakuwa ni bora zaidi. Kwa hiyo tumeona M1 wameweza kushirikiana na Soccer School kuwakaribisha wale ambao watapata nafasi ya kuja. Ni muda mchache, ni siku mbili ambazo kwa wale ambao wako mbali zaidi pengine wanaweza wasifanikiwe, lakini kama wanaweza kufika, ni kuanzia leo mpaka kesho. Usaili unafanyika pale klabuni. Kama una taasisi yako, una vipaji vyako vya wachezaji wako wengi, unaweza ukaja pale wakasajiliwa tayari, wakajiandaa kwa siku ya Jumamosi kuingiza timu pale. Kutakuwa kuna mpambano mkubwa sana, kuna vipaji vingi tutakwenda kushuhudia. Ni nani atakuwa na timu yake ambayo iko bora? Naamini tunaweza tukaenda kuwapata wakina Mudathiri haya, basi tunaweza tukawapata wakina Depu ambao hawajafanikiwa kuja Soccer School lakini wanamilikiwa na watu binafsi huko. Tunaweza tukawapata wakina Kibabage wa kujitutumua. Bwana, wote hao tunaweza tukawapata katika mchuano huo wa siku ya Jumamosi. Naam. Nimemzungumzia Kibabage wa kujitutumua kwa sababu Kibabage ni moja kati ya wachezaji mafullback ambao tulikuwa nao, walikuwa wanajua mpira sana na wanajua, lakini unaweza ukamwangalia Kibabage ambaye alikuwa Dar es Salaam Young Africans, ni Kibabage ambaye alikuwa amesinzia sana, mithili ya Samaki Pono. Unamjua Samaki Pono? Samaki Pono ni mchezaji ambaye muda wote anasinzia. Kwa hiyo Kibabage hakuweza kutupa kitu, hakuweza kutuonyesha ubora, hakuweza kuonyesha chochote. Lakini Kibabage huyu ambaye sasa hivi tunavyozungumza yuko katika mitaa ya Msimbazi, ni Kibabage ambaye amechangamka, ni Kibabage ambaye ni wa kujitutumua, anajitutumua kweli kweli. Kwa hiyo tunaweza tukapata wachezaji wa design hiyo watakao kuwa wanakuja kushiriki katika katika huo mpambano wa siku ya Jumamosi. Mimi naamini tutapata wachezaji wazuri sana.
Samahani, urudie tena kidogo kwa kuongeza sauti. Naam. Ya sana tena, kama kuna sehemu wa Tanzania tunatakiwa kushukuru Mungu, kama kuna sehemu wa Tanzania tunatakiwa kufanya dua zetu kubwa sana, ni kumwombea GSM. GSM Foundation ni moja kati ya wadau bora sana ambao tumejaliwa kuwapata kwenye ardhi ya Tanzania. Ni wadau wakubwa sana ambao wanaona mbele taifa letu litakuwa wapi. Ni wadau ambao wameona kuna haja ya kuwashika mkono vijana wadogo wadogo, vijana ambao wana vipaji, ambao watakuja kutusaidia katika taifa letu. Leo hii ukiangalia taifa kama la Senegali limekuwa lina vipaji vya watoto wadogo likiwaibua kutoka chini mpaka juu. Leo hii ndio taifa ambalo limekuja kuleta gumzo kwenye bara la Afrika. Taifa ambalo limejipatia ubingwa wake halali, lakini kwa tamaa za watu wanatamani kuupoka na kuupeleka katika maeneo mengine. Kwa nini wamepata huo ubingwa? Ni kwa sababu wameinvest, wamewekeza sana kwenye soka la watoto. Kwa hiyo kwangu mimi namuona GSM akija kuwa mkombozi wa soka la vijana wetu, lakini sio yeye tu. Wako wadau wengine mbalimbali wana nafasi na wao ya kuweza kuinua vipaji vya wachezaji wetu, tukapata wachezaji wazuri sana. Naamini tunao wachezaji wengi wazuri. Nilikuwepo katika usaili wa wachezaji, lakini pia mimi mwenyewe yupo kijana ambaye namsimamia vyema, ambaye ameweza kufika pale na mpaka sasa hivi anaendelea vyema, yuko kwenye zile top za wachezaji ambao wanaendelea kuaminiwa na Soka School. Ni mchezaji mzuri tu, kwa naamini naamini GSM anakuja kuokoa mpira wetu kwa kutushikia mkono vijana wetu wadogo hao. Naamini kabisa. Naam. Kwanza sisi kama mashabiki wa Dar es Salaam Africans tutumie nafasi hii kuwapongeza viongozi wetu Engineer Harris na viongozi kamati ya utendaji kwa kuona kuna kila sababu ya kuboresha kwenye eneo hilo la technical bench kwa kumuongeza mwalimu hatari Molen. Ni moja kati ya walimu ambao kama utakuwa na kumbukumbu nzuri, ni moja kati ya walimu ambao walitutengenezea mifumo ya gusa achia twende kwao. Utawala wa gusa achia twende kwao, tulikuwa tukigusa, we mwenyewe shahidi, tulikuwa tukienda kwao, tukirudi tunaacha maumivu katika lango la Simba. We ni shahidi pia, unakumbuka kitu kama hicho. Lakini ule utawala wa gusa achia twende kwao umepotea kwa maana ya kwamba sasa hivi tunagusa achia tunarudi nyumbani. Yaani sio tunagusa achia twende kwao, tumekuwa tukigusa achia tunarudi kwenye lango letu. Kwa hiyo naamini sasa kutokana na namna ambavyo tulikuwa nagusa achia twende kwao, wamemuongeza mwalimu ambaye anakuja kuturudishia utawala wetu wa gusa achia twende kwao. Huyu ni mwalimu ambaye anakuja kuongeza nguvu, lakini pia huwezi kumuondoa Pedro kwa maana ya kwamba ni mwalimu ambaye lazima tukubali ni mwalimu ambaye ametutoa mbali kwa maana tulikuwa na mwalimu Romain Folz, tulikuwa na kiwango kibovu, tulikuwa tunakwenda kutumbukia kwenye tope. Wengi mlikuwa mnaona namna ambavyo tulikuwa tunaelekea kwenye tope. Kwa hiyo amekuja Pedro lakini wengi wao walikuwa hakuna shabiki au mwanachama asiyependa vitu vizuri au matokeo mazuri, lakini ziko sababu ambazo tumeelezwa kwenye tathmini iliyofanyika. Mimi binafsi nimeridhika nazo kwa maana ya kwamba tathmini iliyofanyika tumeona kwamba kulikuwa kuna mambo mengi tumeyapitia kwa maana ya mechi za back to back zikaja kuzalisha majeruhi, fatiki kwa wachezaji. Ni kitu ambacho unaambiwa na wewe unakiona kilikuwepo. Tumepitia mengi hapa, changamoto nyingi kiasi kwamba ilikuwa ni sisi tu
Kuna wengine hawajapitia hayo. Mfano mzuri wewe unaelewa, Dar es Salaam Africans tunacheza michezo mitatu mfululizo. Simba akiwa nyumbani anaendelea kuchezea PS. Lakini Dar es Salaam Africans anaendelea kupitishwa kwenye kala moto, kwenye msoto mkubwa. Wewe ni shahidi pia, umeona. Imetuzalishia majeruhi wengi sana, kiasi kwamba hata hiyo ilikwenda kumchanganya mwalimu. Kitu ambacho tunafurahi na kushukuru Mungu ni kwamba tumemaliza raundi ya kwanza ya ligi tukiwa salama, na huku tukiwa tunaongoza kwa alama kadhaa kwenye msimamo wa ligi. Tunaamini kwenda hii break tutarudi tukiwa imara. Kwa hiyo niwaambie wana Dar es Salaam Africans, wale ambao tulikuwa tunatamani kuona mwalimu anaondoka, tuwaambie tu kwamba matamanio yetu hayo tuyaache sasa, tuende kwenye imani ya kumwamini mwalimu huyu, kwa maana ni mwalimu ambaye awali kabisa wakati Romain Folz anaachia timu alivyochukua yeye, alitupa na matumaini makubwa, alituonyesha soka safi na tumeenda kufanya vitu vikubwa katika soka la Afrika, hata kama tuliishia kwenye raundi ile, lakini amekwenda kutuonyesha kitu kikubwa sana. Kwa hiyo tuendelee kumsapoti, tumpe nguvu, tuendelee kumpa sapoti ya kutosha. Naamini ni mwalimu ambaye ataungana na huyu mwalimu aliyekuja, watashirikiana kutufikisha kwenye malengo yetu. Tayari leo hii kwa masikio yangu msemaji ananiambia, kapteni, tunatamani sasa ligi ianze hata kesho, kwa mwalimu huyu ambaye amekuja kuongeza nguvu, na kuahidi kabisa tunakwenda kupata matokeo mazuri na tunarudi kwenye msimamo wetu. Mimi naamini Dar es Salaam Africans ndio timu pekee ambayo imesajili vizuri na ina wachezaji wazuri na ina uhakika wa kuchukua kombe. Light kama mpinzani wetu angekuwa ana ubora na anajiweza, kwa namna ambavyo tulipata sare hapa yeye wakati akiwa chumbani anachezea PS, wakati amegeuka angekwenda kupata matokeo, lakini kwa kuwa yeye ni mbovu ameshindwa kupata matokeo. Mimi kuondoe shaka ndugu yangu na watazamaji na watu wa Dar es Salaam Africans, pamoja ya kwamba mpinzani wetu ana michezo miwili mkononi, ni sawa na mtu ambaye amekoga mjini hajakwenda, ni sawa na mtu ambaye ametangulia stendi na uli tunayo Dar es Salaam Africans. Kwa hiyo ni kutoe shaka kwamba timu ya Simba Sports ni timu ambayo mpaka sasa hivi ina mabegi mengi sana, lakini inakokuelekea stendi nauli zote ziko kwa Engineer Harris. Ni kwamba hata wakicheza michezo yao yote washinde hata magoli 100 kwa 100, ni timu ambayo haitaweza kuitoa Dar es Salaam Africans kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC. Mashabiki wa Dar es Salaam Africans, ninachowaambia wasikate tamaa, kwa maana ya kuisapoti timu yao. Tuendelee kuisapoti timu yetu. Naamini tumekwenda kwenye mapumziko, tutarudi tukiwa imara. Tunaelekea Mwanza kwenye mchezo wetu dhidi ya Pamba Jiji. Naamini washabiki wanachama wa Dar es Salaam Africans watakuwa na maandalizi mazuri, lakini pia niseme na matawi ya Dar es Salaam Africans, popote pale mlipo, matawi yote yaliyoko Mwanza, Dar es Salaam Africans ni timu yenu pendwa, inakuja Mwanza. Yako maandalizi ambayo mnajua tunaweza kuyafanya. Dar es Salaam Africans ikaa kwenye mikono salama. Lakini na matawi mengine yote ambayo tuko katika mikoa mbalimbali, tuna kila sababu ya kupambana kuhakikisha tunaipambania nembo ya Dar es Salaam Africans kwa ajili ya kwenda kuisupport timu yetu, kushangilia na kuongeza nguvu zile ambazo tunajua hapa tukiongeza nguvu hii Dar es Salaam Africans inakuwa iko kwenye mikono salama. Tufanye hivyo kwa lengo la kuisupport furaha yetu. Viongozi wametuletea wachezaji, wapo kwa ajili yetu, watapambana kwa ajili yetu, na ndio hawa wametufanya tunamaliza raundi ya kwanza tukiwa tuna vifua vimejaa furaha na vifua mbele, kwa lengo la kuwa tuna uhakika wa kwenda huko tunakokwenda. Naamini mpinzani wetu ni mbovu, hataweza kuumaliza mwendo, yaani kwa maana ya kwamba hawezi kushikilia bomba kutoka Makumbusho mpaka Mbagala akiwa kwenye gari la Icha amelishikilia bomba, uwezo hana. Lazima tutaachia Karume pale. Asante sana.